lakini baada ya mambo yote kutakuwa na supu na nyama ya kuchoma. Kuelekea kilele cha maadhimisho ya jubilei ya miaka 60 ya Kanisa Kuu la Utatu Mtakatifu Dayosisi ya Morogoro, Kanisa Anglikana Tanzania, waumini wa kanisa hilo wameeleza mafanikio ya Injili katika kanisa lao. Tutapata ratiba ya kanisa kama ilivyo kwamba kwa Jumatatu wanakuwa ni wachungaji. Wachungaji watakuwepo kesho kuanzia saa 10. Kutakuwa na maonyesho kama aina fulani. Lakini nini madhumuni? Madhumuni ni kuelezea historia ya kanisa. Lakini pia tutakuja kujifunza umati ilitokea wapi, nani mwanzilishi wa umati. Nani tunamfahamu mengi sana kwamba ni mama mwanzilishi wa idara ya umati katika kanisa la Anglikana duniani kote. Haya yote tutakuja kuyapata mahali hapa. Lakini pia tunayo makusudi yetu 5 ambayo yanatuongoza sisi kama wanawake. Lakini baada ya mambo yote kutakuwa na supu na nyama ya kuchoma. Kwa hiyo karibuni sana, hao ndio wa baba. Na siku hiyo kutakuwa na kiongozi ambaye wa kwanza watayo Kanisa Kuu la Utatu Mtakatifu, ambaye wamemtaja hapa kwenye maombi yumo na kwenye vijana wa mzenzano. Naye atakuwepo, huyo ndio mwanzilishi wa kwanza, ni mwenyekiti wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Lay Canon Profesa Susan Nyefwe, katibu wa Kanisa Kuu la Utatu Mtakatifu Morogoro, akizungumza kwenye ibada ya Jumapili tarehe 23 Novemba 2025, amesema ibada ya maadhimisho hayo itafanyika tarehe 30 Novemba mwaka huu 2025. Tarehe 30 mwezi wa 11 2025 tutakuwa na ibada kubwa ya kumshukuru Mungu kwa Kanisa Kuu la Utatu Mtakatifu kutimiza miaka 60. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana ya hii kofia. Haleluya. Amen. Nimevaa makusudi maana nimeanza asubuhi hapa na naendelea. Naona ninapopendeza. Mimi nimependeza katibu. Wewe je? Na imesema Kanisa Kuu la Utatu Mtakatifu miaka 60. Haleluya. Anglikana Morogoro. Akihubiri katika ibada hiyo, Kasisi Canon Samuel Maduma, mkuu wa chuo cha Biblia Morogoro, amesema katika kuadhimisha miaka 60 ya Kanisa Kuu la Utatu Mtakatifu, Wakristo wanatakiwa kutenda matendo mema, ikiwa ni pamoja na kufanya kazi ya Injili siku zote. Ndani ya miaka 60 kanisa hili limekuwa chemi ya Injili. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Pamekuwa ni mahali ambapo watu wakiingia wanakutana na Mungu mwenyewe na anawasaidia katika mahitaji yao. Lakini kwa miaka 60 kanisa hili limekuwa kituo cha kufundisha na kuunda viongozi mbalimbali. Lakini ndani ya miaka 60 katika kanisa hili pamekuwa mahali pa huduma kwa jamii. Kanisa hili linawagusa watu maisha yao kijamii kwa namna mbalimbali. Kanisa hili la Utatu Mtakatifu limekuwa alama ya utume wa Kanisa Anglikana katika Dayosisi ya Morogoro. Vedasto Vahaye, kasisi msaidizi Kanisa Kuu la Utatu Mtakatifu Morogoro, akizungumza kwa niaba ya kasisi kiongozi Canon Peter Mkengi, amesema kanisa hilo kupitia uongozi wa Askofu Godfrey Haba umefanikiwa kuanza ujenzi wa kanisa kuu jipya ambao sasa upo katika hatua ya msingi. Tunamshukuru Mungu, ujenzi wa kanisa kuu unaendelea. Kasisi kiongozi Peter Mkengi kwa maelekezo ya Baba Askofu ambaye ndio dini wa kanisa kuu, kwa kushirikiana na waumini wa Kanisa Kuu la Utatu Mtakatifu, tulijiwekea malengo sisi kwamba kutoka chini kwenye hilo eneo ambalo palikuwa pana maji mengi mpaka tutakapokuwa tumefika kwenye jambo, tuhakikishe kwamba sisi waumini wa Kanisa Kuu la Utatu Mtakatifu tunafikia hiyo hatua. Na kama namna ambavyo umeona tulipokuwa tunakwenda kumaliza ibada, tumebakiza hatua chache sana kabla ya kumalizia hili jambo, na ndio malengo yetu. Kwa hiyo ujenzi unaendelea vizuri na tunaamini kile ambacho tulijiwekea kwa maelekezo ya Baba Askofu na kasisi kiongozi wa Kanisa Kuu la Utatu Mtakatifu, tunaamini kwamba tutafikia malengo baada ya muda sio mrefu. Na kwenye ile schedule ya kazi tumeweka hiyo kazi inatakiwa mpaka tarehe 30 ya mwezi wa 12 hiyo imekamilika ya jana. Kanisa la kwanza la Utatu Mtakatifu Morogoro lilijengwa na wamishonari mwaka 1920 likiwa chini ya Dayosisi ya Central Tanganyika DCT wakati huo hadi tarehe 30 Novemba mwaka 1965 Dayosisi ya Morogoro ilipozaliwa kutoka DCT. Kuhusiana na maadhimisho haya ya miaka 60 ya Cathedral,
Kipindi dayosisi hii ya Morogoro inaanzishwa, mimi nilikuwa DCT, Dayosisi ya Central Tanganyika, na huko ndio ilikuwa mwanzo wa dayosisi hii ambayo baadaye ilikuja kuwa dayosisi ya kujitegemea. Mkutano mkuu mtakatifu wa sinodi ya kwanza ulioketi tarehe 1 Disemba 1965 katika kanisa la Emmanuel shule ya Biblia Morogoro, kwa kauli moja ulibariki kanisa la Utatu Mtakatifu kuwa kanisa kuu la dayosisi ya Morogoro. Nikiarifu kutoka hapa kanisa kuu la Utatu Mtakatifu Morogoro, kanisa Anglikana Tanzania, jina langu naitwa Michael Woga.